Nikusalimu wewe unayenisikiliza kwa jina la Yesu. Mungu akubariki sana kwa kuendelea kunisikiliza na kuwa mtu wangu wa karibu sana. Leo tunaenda kuongelea ujumbe kidogo tu, naitwa konde la damu. Nitaenda kufafanua kidogo. Konde ni sehemu tambarare, yani ardhi tambarare iliyo tambarare kabisa, hiyo ndo inaitwa konde. Konde ni Kiswahili cha zamani kibibilia, enzi za miaka 2000 kule alipokuwa anaendelea kuihubiri Yesu Injili. Kwa hiyo mpaka leo mpaka kufika hivi leo na Kiswahili cha kisasa ndo inaitwa eneo tambalale, yani eneo ambalo unaweza kulima, unaweza kujenga, unaweza kufanya shughuli zako zozote za kiuchumi, unaweza ukaweka kiwanda. Lakini damu, hii damu ni damu kama damu yako wewe, damu ya mnyama, damu ya kuku, damu ya kitu chochote. Sasa eneo lina ujumbe unavyosema konde la damu, maana hili eneo lilipatikana kwa kumwaga damu. Eneo lilipatikana kwa kumwaga damu. Watu wengi wamepata maeneo yao kwa kumwaga damu, kwa kutokutenda haki. Wengine wameua watu, wameua ndugu zao kwa ajili tu ya kupata ule ulisi, wameua wazazi wao kwa ajili ya kulisi yale maeneo. Wengine wamefanya mambo mengi tu ambayo kila mmoja anaelewa katika mazingira ya kibinadamu. Kwa hiyo eneo lolote ukilipata kwa njia za limu namna hiyo ya kumwaga damu ya mtu, ya kumwaga damu za kafara iwe za wanyama, kufanya matambiko, ukilipata lile eneo linakuwa halina utukufu. Ndio maana unaona yamkini wewe unayeendelea kunifuatilia unaona maisha yako yanakuwa ni magumu pindi tu pale unapotoka eneo moja kwenda eneo jingine. Unashangaa mbona utafutaji wangu unakuwa wa shida, mbona tulikuwa tumeongea labda kwenye mahusiano, ulikuwa umepanga vizuri sana na dada na kaka, mmepanga vizuri mipango yenu, mtaoana, mtafanyaje, lakini kabla haujahama kwenye kile chumba ulichokuwa unaishi mwanzo, mambo yalikuwa yanaenda vizuri. Baadaye umehama ukahamia chumba kingine, mafarakano yakaanza juu ya wewe na yule mchumba wako, juu ya wewe na yule mtu mliyokubaliana. Kwa nini? Lakini hujawahi kujiuliza nini shida? Shida inakuja kama hivi nilivyokuambia, ujumbe wangu ni konde la damu, yani eneo lililopatikana kwa kumwaga damu. Yamkini eneo lilohamia, yule mumiliki wa lile eneo alimwaga damu, iwe ni damu ya mbuzi, iwe ni damu yoyote, alifanya kafara ya damu. Kwa hiyo eneo lililopatikana kwa kafara yoyote ile, maana yake halina utukufu mbele za Mungu. Ndio maana ukienda pale kunakuwa na vita kubwa, kunakuwa na mambo ambayo ni giza tupu. Ndio maana maisha yako yanakuwa hayaendi vile ambavyo mwanzo ulikuwepo. Kila chochote kitu kilichopatikana kwa kumwaga damu, iwe ni damu ya aina yoyote ile, tunaona damu ni uhai. Kwa hiyo unavyomwaga damu ya kitu chochote, maana yake umesitisha uhai wa kile kitu. Kwa hiyo kuna namna ambavyo na maumivu juu ya kile kitu. Kwa hiyo yale maumivu ndo yanakufanya wewe sasa upitie mambo magumu. Mimi niseme tu jambo moja, yamkini wewe unafanya kazi kwenye hiyo biashara unayoifanya, eneo liloenda kuweka biashara, yamkini kuna mtu alikuwa pale, aliweka maagano yake ya damu, aliweka maagano yake yanayoyajua. Baada ya kufika pale ulikuwa na mtaji mkubwa, lakini unashangaa mambo yanakuwa magumu. Lakini pengine kuna mtu mwingine, ulikuwa wewe ni mzima kabisa, hujawahi kuumwa chochote, lakini ulienda mahali, iwe ni kwenye nyumba unayopanga au nyumba yako mwenyewe, ulinunua eneo kajenga vizuri kamaliza, lakini baada ya kuhamia tu kwenye ile nyumba mambo yakawa ni magumu, ugonjwa ukawa hauishi kwako, lakini mateso yakawa ni mengi. Maana yake ujue ile ardhi kuna kitu ambacho yule mwenye mhusika wa hilo eneo, kuna siri anayojua ambayo wewe hujui. Ndio maana watu wengine wamenunua viwanja, lakini unanunua tu kiwanja unashindwa kukijenga. Kwa sababu gani? Kile eneo lilonunua, yamkini muhusika wa lile eneo alilipata kwa njia ya kumwaga damu. Kwa hiyo ndio maana naona maisha ya watu wengi wanashindwa kufikia malengo yao, wanashindwa kufikia maono yao. Kwa sababu gani? Wanaenda mahali pasipokuwa na mtu wa kuonyesha kwamba hicho anachoenda kukifanya yamkini kinaweza kikafanya wewe uwe level fulani, yamkini kinaweza kukufikisha kwenye level fulani. Kuna watu wengine wanakuwa unahitaji kazi, ndio unaombewa unapata ile kazi, lakini unaenda kwenye ile kazi, baada ya kufika kwenye kazi, kabla hujapata kazi moyo wako ulikuwa na amani na furaha, lakini baada tu ya kuipata ile kazi tayari moja kwa moja unashangaa kuna roho ambayo inakuwa inakufanya tu unakosa amani, unakosa uko kwenye kazi, ndio unalipwa vizuri, ndio na mshahara mzuri, lakini unakosa amani. Kumbe yamkini mwenye hiyo kazi, mwenye hilo kampuni, mwenye biashara aliyekuajiri, kumbe ile kazi na ile ardhi alipata kwa njia ya kufanya maagano yake ya damu.
Kwa hiyo niseme, mtu wa Mungu, ili uweze kuepuka na hivi vitu, ili uweze kuondokana na hii hali, hebu jaribu kufanya mambo yako kumshirikisha Mungu. Jaribu ukiwa unapitia hizi changamoto nilizokueleza, iwe ni kwenye ndoa yako, yamkini kuna mahali mumehamia, mmetoka mtaa wa pili wa kwanza mmeenda mtaa wa pili, lakini kule mtaa wa kwanza kuna mambo yalikuwa ni mazuri, lakini ulipohamia mtaa wa pili na kuhamia kwenye ile nyumba, mambo yakaanza kwenda mabaya. Maana yake ni nini? Maana yake ile ardhi zilipatikana yamkini kwa kutolewa kafara za damu. Nilisema konde la damu. Tukimaliza tu hapa, tunamuona huyu Yuda alienda kwa wale wakuu wa masinagogi, wale wakuu wa masinagogi kwa ajili ya kwenda kuchukua vile vipande 32 vya fedha. Baada ya kuvichukua vile vipande 32 vya fedha, akaenda kumuuza Yesu, na baada ya kumuuza Yesu tunaona kabisa kuna namna ambavyo alivyomuuza tu, baada ya Yesu kwenda kabla hajasulubiwa tayari, kwa sababu ndani yake alikuwa amekusudia kwenda kumwaga damu ya mtu asiyekuwa na hatia. Kwa hiyo mtu yoyote aliyemwaga damu isiyokuwa na hatia, iwe ni damu ya wanyama, damu ya kitu chochote, akapata labda akanunua kitu chochote atakachokinunua kupitia kwamba labda riziki au fedha hiyo alipata kwa kumwaga damu, hakitakuwa na amani ndani yake. Hata wewe utakapoenda kushiriki juu ya kile kitu, amani itakosa ndani yako. Kwa hiyo ili sasa uondokane na hii hali, ni lazima ukae utulie, ni lazima useme na Mungu ili akuonyeshe kwa ajili ya kupata mtu wa kufanya maombi ya ukombozi juu ya hicho kitu ulicho, maombi ya ukombozi juu ya hiyo kazi uliopo, maombi ya ukombozi juu ya hiyo kwenda kufuta ile laana aliyoiweka yule mtu, na baraka ziwe sehemu yako. Baada ya kusema hayo, Mungu akubariki sana. Unaweza ukanitafuta kwa ajili ya ushauri na tuweze kufanya au tuweze kuona ni nini cha kufanya ili Mungu aweze kukusaidia na kukutoa kwenye hiyo changamoto ulionasa. Ujumbe wangu namalizia, nimesema ni konde la damu, yani eneo lililopatikana kwa njia ya kumwaga damu. Watu wengi wanahangaika kwa sababu hiyo. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, Mungu akubariki sana na endelea kunifuatilia. Utapata mambo mengi mazuri yatakayokutoa kwenye hayo mateso na maumivu ulionayo. Asante, ubarikiwe sana.